wafasi wangu, unajua alikuwa amenipigia simu wakaniambia amefika mahali hapa, so nilikuwa nimechelewa. Bwana daktari. Yes. Habari? Salama. Naona uko na madam Munjo ule nilikueleza, sijui tunaweza kaa chini. Ndio ni ule alikuwa anatokea nini huko Canada. Umejuaje mapema hata kana napiga kwa? Nilishajua kabla hata hajaongea. Kabla hajaongea. Huyu ni madam Becky, tulikuwa na yeye last alikuwa amenipeleka mpaka kwa mzee wake. Sasa kufika katika makazi ya mzee wake, alikuwa amejenga apartment. Tumekuwa huko. Sasa wakakumbatiana tu mzuri nini vitu kama hizo. Sasa kufika huko akaenda akapata kuna mke mwingine. So amekaa kugombana mpaka ikafika extent huyo mzee akasema ya mjui. Unaona? Akamfukuza atoke katika hiyo manyumba. Mpaka akasema ajui, na alikuwa anasema anamjua before. Sasa msichana amekuja hapa, itabidi akueleze shida zake ili uweze kuelewa. Sasa bwana daktari, kitu nataka unisaidie ni kurudisha tu mali yangu. Nimemtumia 6 million tangu niende Canada. Na sasa ameanza kuniruka, hataki anipe hiyo pesa, kumbe ameshikana na bibi mwingine. Hiyo ni kazi rahisi, nilikuwa nataka uambie hivyo ndio mafansi wetu wasikie. Hiyo ni kazi rahisi, hiyo tunarudisha zote, bado tu kuwe mvumilivu na ujue mali yako itarudi yote. Nasikia bwana daktari amekuambia uko mvumilivu. Kama unataka mali yako irudi vizuri, lazima kuwa mvumilivu. Nitavumilia tu, hiyo tu ndio nadai hiyo pesa. 6 million. 6 million. Daktari umesikia, yani anataka mali yake zirudi. Hiyo inarudi yote. Kila kitu, hata kama ni pesa walishatumia ama wameweka wapi, yote wanarudisha. Na unajua hajajua punishment huo unapewa watu. Tujaribu kumueleza mpaka anasema daktari ni nani, hata asijui ati haogopi daktari, ambaye endelea tu daktari. Unajua punishment huo anapewa. Ataona tu miujiza, atulie, ataona ile kazi ninafanya. Alafu ataenda akielewa. Niambia the last stop ni wewe, mnaweza msaidia mpaka mali yake iweze kurudi. Sikuwe na wasiwasi, mambo ni sawa. So Madam Becky, umesikia hapa, kama unataka mali yako iweze kurudi, lazima kuwa na subira juu hata umefuatilia kazi ya daktari. Kama unaniambia nikutafutie daktari, ni kama ushajua kazi zake, vitu kama hizo. Naona kazi yake sio mbaya. Ndio kuvumilia tu, nione afanye tu mbinu yoyote mali yangu irudi. Mali yako irudi. Hiyo tu ndio kitu nataka. Mimi natumai daktari amekuambia wewe kuwa na subira, mali yako itarudi juu amesema hata kama ameshatumia itarudi. Na uwezi jua bwana daktari anataka kufanya nini katika kazi yake. Sasa ndasubiri mpaka hiyo siku. So bwana daktari amesema atasubiri. Sasa mali yake itarudi siku gani, hapa ndio tujajua. Sasa tufanye hivi kwa sababu ya mali yake, anataka mali zake. Sitampea siku mingi. Hii kitu mpaka kesho. Tuende mpaka mahali wako. Aone ile kitu mwafanyikia, tutawapata tu hapo. Utakuwa umeshawafanyia kitu? Utakuwa nimeshawafanyia kitu, wako tu hapo. Sisi tunaenda tu kuwapata hapo. Watupeleke mpaka kwao, mali ziko. Hiyo nyumba yenye wanasema yote tu anaenda kupata kesho. Nasikia wamesema sikia kesho tutaenda kupata kila kitu chako. So mimi nadhani tutakuwa tunasubira juu katika hii kazi ambayo tunafanya na bwana daktari, si ati wewe mtu wa kwanza kukusaidia, amesaidia watu wengi, na mimi nimeshuhudia mali zake zikiweza kurudi. Mali ya kila mtu kiweza kurudi. So nadhani hizi zako si kitu. Ndashukuru, ukirudi ndashukuru. Juu kuna mwingine alikuwa ameenda USA wakamsaidianga, kuna mwingine wa Australia alimsaidia. Na sasa in this some of the challenges ni mnapitia. Sasa ingekuwa tu umeweka pesa zako, ungekuwa na hii mambo saa hii ati kusumbukana, ungekuwa unatafuta daktari. Lakini kitu nashukuru, unajua kila mtu ana kazi zake, na kama vile duka, ukianzisha duka unataka customer. Sasa ni kama bwana daktari alikuwa anafanya, Mungu alimpa hii kipawa ama sijui nani alimpa ili aweze kusaidia watu. So kama atapata mtu, hakuna vile atafanya kazi yake. So mimi nadhani vile umekuja kama customer, ama ni kama vile umeenda kwa daktari, huwa anakusaidia. Sasa mimi hapa nakupromise mali yako kila kitu itarudi.
itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Nitashukuru. Hapo imekuwa ngumu sana, hata nashinda vile mimi naweza wasaidia, lakini umefika kwa bwana daktari na mimi najua vitu zako zitarudi. So bwana daktari, mimi nasema asante kwa nimekuita ukasikia. Sawa. Ukasikia. So ni ile sasa hivi tutaweza kuondoka na Madam Becky. Unajua aliacha gari yake huko chini na inaweza kuwa risk, tumekaa kwa muda mrefu hapa ili aweze kurudi. Sijui pale atenda, lakini sisi tutakutana kesho bwana daktari. Sawa, mkuje. Mimi nitawapeleka mpaka mahali watakuwa, haina shida. Hata wakijificha tutawatoa mahali wako. Atapata ile kitu imefanyika ndio wasitoroke. So Madam Becky, haya pamoja. Bwana daktari, si tena tuweze kukutana kesho, tuweze kumsaidia mwanadada juu itakuwa mzuri mafans wangu akiona umemsaidia. Sawa daktari mkuu. Haya. So kama vile mmeona tumeweza kukutana na bwana daktari, na bwana daktari ametueleza kwamba kurudisha mali si kitu, atairudisha juu amesaidia watu wengi. So mimi kitu najua vile ametueleza tuweze kukutana siku ya kesho, tuweze kumsaidia Madam Becky from Canada, itakuwa kitu nzuri sana. So my fans, subscribe na uweze kumsaidia na ucomment kitu yenye unataka tuweze kufanya. Na kama uko na kazi ya unatokea nje yoyote na unataka nikuje nikureceive, ingia katika comment hapo na uandike anything. So my fans, big up.